Karibu Tuzo Online. Kwenye mashindano ya kimataifa kwetu sisi tumeona ni tumeweka pembeni sasa hivi, tuna focus sasa kwenye ligi, and then baada ya mechi mbili hizi tutafikiria tena kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa tumerudi kwenye ligi, focus yetu yote sasa iko kwenye ligi, na mechi ya kwanza ambayo tunaitazama ni mechi ya Mbeya City ambayo ndio iko mbele yetu. Kwa hiyo tutahakikisha tunafanya vizuri na kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya kwenye ligi. Swali kwa mwalimu. Karibu. Asante mwalimu. Kwa Mbeya City unaweza kwenye daraja gani? Kwa sababu tumeona umeshaanza kupata kuwachukua baadhi ya mataifa kutoka kama unaweza kwenye level gani kwa ushindani? Nimesema kwamba ligi imekuwa ni ngumu, na sasa hivi huwezi kusema kama kuna timu yote ambayo iko rahisi. Kwa hiyo sisi tunaichukulia kwa umuhimu mkubwa sana mechi ya kesho, na tunamchukulia kama Mbeya City ni mpinzani wetu mkubwa sana katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo na imani itakuja kutupa upinzani, kwa sababu hawatotaka kuja kucheza na kufungwa kirahisi sana. Kwa hiyo mimi na imani kabisa itakuwa ni mechi ngumu. Sisi tunaichukulia kwa umakini sana mechi hiyo. Kwa hiyo tunaipa umuhimu na tumejiandaa vizuri kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho ni mchezo mpya kabisa, yani ni mchezo unaokuja mchezo mwingine. Kwa hiyo ukienda kwa historia namna hiyo hatuwezi kwenda. Kwa hiyo na Mbeya City kweli kapoteza michezo mitatu, lakini hatakubali kupoteza katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo haiwezi kuja kukubali kupoteza michezo zote. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunaipa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tunajua atakuja kupambana kuhakikisha lazima apate alama tatu. Kwa hiyo sisi tunamchukulia ni mpinzani ambaye ni muhimu sana kuweza kupambana naye katika mchezo wa kesho. Swali kwa sasa hakina kocha mkuu baada ya kufuta rekodi kocha mkuu. Inawezekana hii iliyokuwa kwa inaweza ikapelekea ngumu wote kwa mchezo wa kesho. Mimi nafikiri wamefukuza walimu, wanaweza kuwa wameleta walimu wengine, na mwalimu anaanza kuja na mbinu zake tofauti ambazo mwalimu ambao ametoka. Kwa hata sisi natupa wakati mgumu, hatuwezi kujua mwalimu anakuja na njia ipi. At least tunaweza kukutana na mwalimu ambaye aliyepita. Kwa hata sisi tunakwenda kukutana na Mbeya City ambaye ina mwalimu mpya na hatujui atakuja vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri natupa ugumu vile vile kufikiria tunaweza kukutana na mtu wa namna gani. Mwalimu kwa kauli yake kusema kwamba hawatakuja kwa kirahisi, ni kama unajenga. Hapana. Kuna mwalimu yote katika timu ambaye anaanza kuambia anakuja kupoteza. Mimi mwenyewe nakwambia naenda kushinda mechi ya kesho. Hamna mtu ambaye anaanza kuja kucheza mechi akasema anaenda kushinda. Kwa hiyo wao hawatakuja kusema kwamba anakuja kupoteza mechi. Lazima waje kucheza kushindana. Kwa hiyo sisi tutakavyokuja na ugumu sisi tunahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Mwalimu kiangazia kwa sababu City wamekwisha ruhusu mabao 10 katika mchezo wa NBC. Ndio mchezo mitatu mkifunga mabao 8 kwenye NBC. Hivi mnakutamanisha kesho kuna na washambuliaji wengi zaidi? Hapana, mimi nafikiri cha msingi unatakiwa utengeneze timu jinsi gani ambayo tunaweza kwenda kuattack, jinsi gani ambavyo utaweza kuzuia ambavyo hauna mpira. Huwezi kwenda kutengeneza timu kwenda katika njia moja. Kwa hiyo sisi tutaangalia ubora wetu ni upi ambao kwenda kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mwalimu, nakushukuru sana. Naweza kuja kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC hapo kesho dhidi ya Mbeya City. Okay. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Kama mwalimu alivyosema, tumepata session jana na leo pia tutapata nyingine, lakini sisi kama wachezaji tuko vizuri kuelekea mchezo wetu wa kesho. Swali kwa mchezaji. Kwenye mchezo huwezi kusema mpaka ufungwe ndo ubadilike. Ile ilitokea na ilikuwa ni mechi ya JKT, tukaweza kutanguliwa, lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko, timu ikapata matokeo. Kwa hiyo kwa kesho kama mwalimu hapa alivyosema, kesho ni mchezo mwingine. Ya City ni tofauti na JKT, kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na za JKT. Yawezekana pia wanaweza wakatutangulia au tukawatangulia na tukapata magoli zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu sisi ni kama wachezaji wa Simba ni kuweza kupata matokeo mazuri katika siku ya kesho finali, na hilo wachezaji wote wanajua. Kwa hiyo mechi inapoisha, haijalishi matokeo yaliyopita, umefungwa, umedraw, yale tunasahau, tuna focus na mechi mpya, kwa sababu kila mechi kwetu ni kama finali. Hasa ukiangalia sasa hivi tupo kwenye ligi na ushindani. Kwa hiyo kesho ni mechi nyingine ambayo tunatarajia kupambana, tuweza kupata pointi 3. Labda neno lolote kama mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo hapo kesho? Kikubwa kwa wapenzi na mashabiki wa klabu yetu ya Simba, tunawakaribisha katika mchezo wetu wa ligi kuu kesho. Ni mchezo muhimu, kwa hiyo tunahitaji support yao, waje kwa wingi waweze kutupa morali ili tuweze kufanya vizuri. Shukrani sana David Kameta. Alikuwa David Kameta akiwaomba mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club waweze kuwasapoti kuelekea mchezo hapo kesho, ambapo watawakaribisha Mbeya City. Mchezo huu utachezwa katika dimba la Meja General Samuyo hapo kesho majira ya saa 1 za usiku. Na sasa niweze kuwakaribisha Mbeya City akiwa mongozana mwalimu Patrick Magata aje kuzungumza nasi wao kama Mbeya City wamejiandaje kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club. Mwalimu Patrick, karibu.
uzungumze na wanahabari, mmejiandaje, saikolojia yenu ikoje kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club? Karibu sana mwalimu. Kwanza kabisa Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, tumefika salama Dar es Salaam baada ya kucheza mechi yetu na Namungo usiku tukasafiri na tumefika jana usiku. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kucheza mechi na Simba. Tunajua kwetu ni mchezo mgumu sana kwa sababu tumetoka kupoteza michezo mitatu ya mfululizo. Tunaenda kucheza na Simba, ni timu ngumu, ni timu kubwa, lakini tunawaheshimu. Sisi kama Mbeya City tumejiandaa kwa mchezo huo na tunatumaini tutafanya vizuri katika mchezo huo wa kesho. Maswali Katika mchezo wa kesho, lakini kusema kweli ratiba imetubana sana, michezo yetu iko back to back. Ndani ya siku karibu 12 tunacheza mechi 4. Na katika hizo mechi zenyewe yani tunasafiri na umbali mrefu sana. Karibuni kila mechi almost tunasafiri kilomita zaidi ya 1000 kutoka kituo mpaka kituo. Sasa kusema kweli hiyo nayo imetuingiza fatiki, lakini kutokana na mchezo wa kesho upo, lazima tucheze. Tunatumai tulivyojipanga tutaenda kufanya vizuri. Mwalimu, fatiki unayozungumzia hapa inaweza kuwa sababu ya kesho kupoteza mchezo? Inaweza ikawa na inaweza isiwe, lakini tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho kufanya vizuri. Au tutarajie Mbeya City kupoteza mchezo wa kesho? Hapana, hatutarajii kupoteza mchezo wa kesho kwa sababu tushapoteza michezo mitatu mfululizo. Kesho tunatumai tutafanya vizuri kwa sababu tunataka turudishe matumaini kwa mashabiki wetu. Kuna hofu yote kuelekea mchezo wa kesho kwa upande wa mwalimu? Kwanza wale wote tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiangalia tumetoka safari na tumeweza kufika salama salimini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Matarajio yetu tumejiandaa vizuri kwa sababu tumeweza kufanya recover siku ya jana na leo asubuhi tumeweza kufanya recover zaidi, kwa maana wachezaji wote wako tayari kwa niaba ya mchezo. Swali kisaikolojia kwa ajili ya huo mchezo wa kesho. Swali Sisi tutapambana kama wachezaji na kuhakikisha tunaipambania Mbeya City kwa sababu ndio waajiliwa wetu na sisi ndio wachezaji wao. Kwa hiyo sisi tunaipambania nembo yetu. Kwa hiyo kikubwa kwa sasa tutafanya vizuri na tuwape heshima tu kuona siku ya kesho mchezo utakuwa mzuri zaidi. Mjitokeze kwa wingi na mashabiki wetu wanakuja kuona sasa tutakuwa na hali nzuri katika siku ya kesho kufanya vizuri zaidi. Kweli tumeruhusu na tumelifanyia kazi kwa sababu kwa maana tunakumbushana magolikipa, tunahitaji kuona tunaondoka na clean sheet siku ya kesho, na niseme tu wazi kama niliposema hapo awali, ina maana inawezekana kesho ni siku yetu ya kuwa na furaha zaidi tukiwa mbele ya Simba tunavyomkabili. Swali mchezaji, labda neno lolote kwa City kuelekea mchezo wa Simba hapo kesho? Kikubwa naambia wana Mbeya waje kama jinsi walivyokuwa njiani, waje kuisupport timu yao na waje kuipa shime, kwa maana sisi tunatarajia kesho kuweza kwenda kunguruma vizuri na kuweza kutoa hasira zetu au kutoa kile kilichokuwa nacho moyoni katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo natumaini kesho, Simba ni timu kubwa tunaiheshimu, lakini mpira unachezwa ndani ya dakika 90. Kwa hiyo tunaweza kwenda kuhimili ndani ya dakika 90 na tukapata alama zile ambazo tunazozihitaji. Shukrani sana Sudi Dondola. Thank you.